الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد أمرنا الله عن التقوى فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunarudisha shukrani zetu za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwa neema zake ametujalia ya kwamba tuwe kila siku inapopita tunakaribia mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo tutakuwa nasi hatuna budi kuingilia katika mada ambayo kwa kipindi hiki tutakuwa tunaizungumzia ushindi katika mwezi wa Ramadhani. Ushindi katika mwezi wa Ramadhani. Victories in Ramadan. Tunajua ya kwamba kila Muislamu na hata asiyekuwa Muislamu huwa anajua kile kima na zile fadhila na ule ubora wa mwezi wa baraka wa Ramadhani. Kwa Waislamu, kwa ajili ule mwezi wa Ramadhani unakuja na masala ya kiroho, unatuongeza sisi imani, ambayo imani kama hiyo au ongezeko la kiroho linatufanya sisi tuwe tutashindana katika kufanya alkhairat, ili tuwe tutashindana katika kufanya mambo ya khairi. Mambo ya khairi tena bishatta anwa'i, katika njia zote ambazo tunahitajia kufanya ya khairi, basi huwa tunajitahidi katika mwezi huu wa Ramadhani. Si kufanya tu mambo ya khairi, bali pia tarki almaasi walmunkarat. Tark almaasi, kuacha, kukaa mbali na maasiya, na pia kukaa mbali na mambo ambayo ni maovu. Masikio yetu yanakuwa yamefunguka kabisa ili tuweze kusikiliza mawaidha, na mioyo nayo inakuwa wazi katika kuhakikisha kwamba yatakayozungumza yatakwenda yagonge katika akili, yagonge katika mioyo, yagonge katika mambo ambayo yanaleta athari nzuri kubwa sana. Taathiri yake, ile athari ambayo ni mzuri, athari positive effect, athari si athari hasi, bali athari inayotupandisha sisi juu. Na tutambue ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kataba Allahu siyama shahri ramadhana waja'alahu ahada arkani al-islam. Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha funga ya mwezi wa Ramadhani
na akajalia kwamba Ramadhani au funga ni moja miongoni mwa nguzo za Uislamu. Shahada ya kwanza, swala kusimamisha ya pili, zaka ya tatu, funga ya nne, na hija kwa mwenye uwezo ikiwa ni ya tano. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule ubora akajalia wakati wake na siku zake afdal al-ayami wa min mawasimi al-khairi al-muqarriba ilayhi. Allah subhanahu wa ta'ala kisha akajalia zile nyakati zake, akajalia zile siku zake ni miongoni mwa siku zilizobora, na pia ni msimu ulio wa kheri unaomkaribisha mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mara nyingi tunakosa kufahamu ubora na uzuri wa Ramadhani, tukajalia ya kwamba Ramadhani ni mwezi wa kulala. Ramadhani si mwezi ule kama tunavyoambiwa ya kwamba Ramadhani ni mwezi ambao unatakikana uwe na nishati, uwe na matendo, uwe na amali, uwe na viga, ile nguvu ambao yani watu wawe na nguvu na ile kuwa dhatia, kuwa ambayo inatoka ndani, kuwa ya imani, kuwa ya mwili, kuwa nguvu hii na zile fadhila. Mbali na hizi nguvu na kuna zile fadhila nyingi, lau zitatiliwa maanani, basi utauchukua umma huu kutoka nafasi moja kuelekea nafasi nyingine, from one position to another position, from one degree to another degree, from one step to another step, from one hurdle to another hurdle. Yani unapanda juu wewe, unapanda juu kidaraja, unapanda juu kinafasi, unapanda juu kifursa, unapanda juu kadha. Zote hizi kukupandisha juu ni kwa sababu ya ule ubora na zile fadhila za Ramadhani na Ramadhani inavyokuja. Tufahamu ya kwamba mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao ni shahrul Qur'an, ni mwezi wa kusoma Qur'an, qira'at al-Qur'an. Ni mwezi pia mbali na qira'at al-Qur'an, ni mwezi ambao una fadhila nyingi kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aya 185 anatuambia shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya pili aya ya 155 anatuelekeza ya kwamba mwezi wa Ramadhani ni ule ambao kwamba ndani yake kumeteremshwa Qur'ani ambayo inatakiwa iwe ni uongofu kwa wanadamu, na pia wabayinatin min alhuda, na ule ubayana wa ule uongofu, walfurqan, na pia ni kipambanuzi, kupambanua baina ya haki na batili. Qur'ani imekuja kuwa ni hoja na dalili na miujiza wa wazi kabisa ambao unampeleka yule anayesoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala daraja moja kuelekea daraja nyingine. Kisha mwezi wa Ramadhani pia ni mwezi wa Lailatul Qadr. Lailatul Qadr, usiku wenye nguvu, usiku wa kudura, ni usiku ambao una fadhila, usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Usiku huu ni bora kuliko miezi 1000, na ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min 1000 shahr. Anatuambia Allah subhanahu wa ta'ala usiku huu wa al-Qadr tumeiteremsha Qur'ani sisi katika huu usiku wa al-Qadr. Kisha
Na ni kitu gani ambacho kitakueleza wewe huu usiku hii al-Qadri au usiku wa al-Qadri ni usiku gani? Anatuambia usiku huo wa al-Qadri ni bora kuliko miezi 1000. Kumaanisha ya kwamba lau wewe utaupata mwezi siku hii usiku huu ukikupata katika ibada, ni kana kwamba wewe umefanya ibada ile kwa zaidi ya miezi 1000, khairun min 1000 shahr. Miezi 1000 ambayo ni miaka 83 na thuluthi, miaka 83 na miezi 4. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa ni mwenye kutupatia habari nyingine katika hadithi ambayo imenukuliwa na Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa hadithi ya Abu Huraira. Anatuambia, man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote ambaye atasimama usiku wa al-Qadr kwa imani na kutarajia malipo na thawabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yote yaliyopita. Na maulama wanatuambia ya kwamba madhambi ma taqaddama min dhambi ni yale madhambi ambayo ni madogo madogo. Taban tusiyapuuze haya madhambi madogo huku tukisema ya kwamba madogo tu, haya hayaongezi uzito, si mazito, lakini dogo na dogo na dogo linakuwa kubwa. Haba na haba hujaza kibaba. Ukitoa tone baada ya tone baada ya tone baada ya tone, ikifika muda fulani ndoo itakuwa imejaa maji. Kwa hivyo sisi inatakiwa ya kwamba tuwe tunahadhari sana, tusiingie katika haya yanayoitwa ati ni madhambi madogo. Tufanye juhudi ya hali ya juu kuyakinisha na kuhakikisha ya kwamba madhambi haya madogo tumeacha na makubwa tumekimbia mbali, baina al-mashriqi wal-maghribi, baina mashariki na magharibi. Kisha tunaelewa ya kwamba mwezi wa Ramadhani ndio mwezi wa pekee wa funga. Taban katika miezi mingine kuna funga chungu mzima, kuna funga ya Jumatatu na Alhamisi, kuna funga za ayyamul bidh, siku nyeupe 13, 14, 15 katika kalenda ya Kiislamu, kuna funga ya siku ya Arafa, kuna funga ya Ashura na Taasua tarehe 9 na tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, kuna funga Nabii Allah Daud kufunga siku moja kuacha siku moja. Zote hizi ni funga, lakini hizi si za faradhi. Mbali na kwamba Muislamu hafai kupuuza akisema ya kwamba mimi ninakuwa ni mwenye kuzipuuza hizi kwa makusudi, yani kwa sababu ni hizi funga za sunna na swala za sunna ndiyo inakuongezea wewe ile chance, nafasi ya kuweza kuingia peponi. Kwa sababu katika hadithi al-Qudsi kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu warda, anatuelezea ya kwamba Mtume Muhammad kwa yale ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema amali ya kwanza ambayo itakuwa ni yenye kukaguliwa na kuangaliwa na kutizama ni amali ya swala ya faradhi. Mwanzo, ikiwa swala ya faradhi ile umeifanya inavyotakiwa, wewe amali zako nyingine zote zitakuwa sawa sawa. Ikiwa swala ya faradhi haiko sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza malaika, je, mja wangu ana swala za sunna? Ikiwa mja kama yule ana swala za sunna, basi zile swala za sunna zitakuwa ni zenye kujaliza. Kujaliza wapi? Kujaliza katika ule mkorogo wa swala za faradhi.
kutokuwa na khushu, kusahau, kukerwa, mobile kulia, kukutoa katika swala, kufanya kadha, zote hizi zitakuwa ni zenye kufidia. Ni kwamba hukuwa na khushu wewe ya kuweza kukufikisha ile daraja ambayo inatakiwa ikufikishe. Swala za sunna zitakuweka katika hali hiyo ya kwamba wewe uwe utafikishwa katika daraja ile kwa sababu ya swala za sunna. Sasa amali nyingine zote zitakuwa ni zenye kuangaliwa kwa njia hiyo. Itaangaliwa zaka ambayo ni faradhi, itaangalia sadaka ambayo ni sunna, itaangalia Ramadhani funga ambayo ni faradhi, itaangaliwa sunna, itaangaliwa haji ambayo ni faradhi, itaangaliwa na umra, itaangaliwa jihadi, itaangaliwa nyingine. Sasa zote hizi inatakikana sisi tuwe mstari wa mbele ili tuwe katika hali ya kupiga hatua katika hilo. Kisha mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa funga, shahru sawm. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuelekeza, anatuambia ya kwamba enyi mlioamini, Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishieni nyinyi kufunga kama alivyowalazimisha au kuwafaridhia wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mupate uchaji wa Mwenyezi Mungu, ili mupate kuja karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ili mutekeleze maagizo yake na muachane na makatazo yake, na hivyo itawaleta nyinyi muwe karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa sadaqa, ni mwezi wa sadaqa, sadaqa ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia, afdalu sadaqa fi Ramadan. Afdalu katika hadithi ya Tirmidhi, sadaka iliyo bora ni sadaka inayofanywa katika mwezi wa Ramadhani. Waqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatuambia tena, man fatara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imu shay. Hadithi ambayo imenukuliwa na At-Tirmidhi na Ibn Majah na wengineo kutoka kwa Zaid bin Khalid, na akasema At-Tirmidhi ni hasan sahih, ni hadith hasan sahih. Hata katika hadithi hii anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba yeyote atakayemfuturisha mwenye kufunga, huyu aliyefuturisha atapata mithla ajrihi, atapata mfano wa ujira au thawabu atakazopata yule aliyefunga na akafungulishwa saumu kwa kusaidiwa na huyu mwingine. Umemfuturisha mtu, sasa yeye ana thawabu za kufunga, wewe una thawabu zake kwa sababu ya kumfuturisha, una thawabu zake zote za kufunga, bila ya kwamba yeye atapunguziwa katika thawabu zake chochote. Yule aliyefuturishwa atakuwa ni mwenye kupata thawabu za funga, aliyefuturisha atapata thawabu zake za funga na thawabu za yule aliyemfuturisha za funga, pasi na huyu mwingine aliyefuturishwa kukosa thawabu au ujira. Sasa katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba wakawa ni wenye kumuuliza, ya Rasulullah, si kila mmoja wetu ana cha kumsaidia mwenziwe, si kila mmoja wetu. Huyu anatarajia kusaidiwa,
yule anatarajiwa kusaidiwa na huyu naye anasaidia. Sasa maswahaba walifahamu ya kwamba kumfuturisha mtu lazima umpikie mabiriani au umpikie mapilau, umpikie manyama, umletee majuice, umletee kadha. La. Tuko mbali na huko. Sasa maswahaba walipokuwa wamefahamu kijinsi hivyo, wakarudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, ya Rasulullah, si kila mmoja wetu anaweza kumfuturisha aliyefunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaeleza kumfuturisha si lazima ashibe, kumpatia tama la maji ili afungue mwadhini, kumpatia tende moja, kumpatia kaimati au kumpatia chochote ambao uko nacho, mukagawana wewe na yeye. Wewe una kichupa cha maji, ukanywa kidogo, kufungulia mwadhini, ukampatia mwenzako ambao hanacho au anacho nyumbani, lakini ametoka kazini, moja kwa moja ikawa mwadhini ameadhiniwa na ingia msikitini. Sasa kule kumsaidia wewe na ubai mmoja wa tende, kule kumsaidia na tama la maji, kule kumsaidia kwa kitu chochote cha yeye kutia tabaruku katika mdomo na kufungua mwadhini, basi pata ujira wake kama ambaye umemfuturisha. Kumaanisha ya kwamba kila mmoja wetu kwa njia moja au njia nyingine ana uwezo wa kumfuturisha mwenziwe. Jambo lingine ambalo tunalipata ni kwamba huu ni mwezi wa dua, ni mwezi wa dua. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika aya ambayo iko katika suratul Baqara, aya ambayo iko katikati baina ya aya za saum, imeingizwa katikati na Allah subhanahu wa ta'ala, na maulama nao wanatuambia hekima ya aya hii. Sasa katika dua Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, fa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wanapokuuliza, wa idha sa'alaka, wanapokuuliza wewe, ibadi, waja wangu, anni, kuhusu mimi, yani kumuhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, fa inni qarib, mimi niko karibu sana, niko karibu kabisa, siko mbali mimi niko karibu na nyinyi kuliko mshipa wenu yako. Sasa ujibu da'wata da'i, ninajibu dua ya mwenye kuomba, idha da'an, anaponiomba. Falyastajibu li, basi inatakiwa ili kujibiwa dua zetu waniitikie mimi. Na hapa tayari ushamuitikia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufunga wewe. Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha ufunge na wewe ukaingia katika funga. Waliyu'minu bihi, na inatakiwa pia tumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, tuwe mstari wa mbele katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe tutakuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala. Tumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Imani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ni njia moja ya kukukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi kikubwa. La'allahum yarshudun, ili mupate kuongoka. Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze, atuongoze sote. Sasa angalia katika aya hii, tofauti na aya nyingi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliletewa maswali yake na maswahaba. Katika yale maswali Allah subhanahu wa ta'ala always anaanza, yas'alunaka anil khamri wal maisiri, wanakuuliza wewe, katika suratul Baqara, wanakuuliza wewe kuhusu vileo na kamari.
Yasalunaka, hiyo ni moja. Katika aya hiyo hiyo, yasalunaka anil yatama, wanakuuliza wewe kuhusu mayatima. Qul, waambie. Yasalunaka anil mahidh, wanakuuliza wewe kuhusu hedhi au sehemu inayotokea hedhi. Ya tatu hiyo. Yasalunaka anil anfal, wanakuuliza wewe kuhusu ngawira. Yasalunaka anir ruh, wanakuuliza wewe kuhusu roho. Yasalunaka anis saa, wanakuuliza wewe kuhusu kiyama. Zote hizi wanakuuliza na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa qul. Lakini katika masala ya dua, Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha kile kipitio. Waambie kumaanisha ya kwamba dua wewe unatakana uende direct, mbali na kwamba unaweza kumuona rafiki yako anasafiri, kwa sababu kuna nyakati ambazo dua zinakubaliwa. Baina ya adhana na iqama kuna saa siku ya juma, ukiwa katika sijda unakuwa karibu sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati wa kufuturu ambapo wewe umefunga, sasa unafungua mwadhini. Kuna nyakati nyingi na safari pia. Sasa hakuna tatizo ya kumwambia ndugu yako, rafiki yako, jamaa yako, wazazi wako, au mtu yoyote ambaye unamuona ni mtu wa khairi, ni mtu wa ibada, ni mchaji Mungu, ni mtu ambaye ni mtu mwema, ukamwambia ya kwamba nichanganye mimi katika dua. Na hakuna dua iliyo mzuri kama ile ambao unamwombea mwenzako bidhahril ghaib, yani yeye akitokuwepo, kwa sababu unapomwombea hakuna riaa ambayo inaweza kuingia hapo. Unakuwa kweli wewe umemtilia maanani lile ombi ambalo ndugu yako amekupatia, rafiki yako amekupatia, mtoto wako amekupatia, wazazi wako amekupatia, na wewe ukanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo katika dua Allah subhanahu wa ta'ala akaondoa kipitio. Hakusema Allah subhanahu wa ta'ala yasalunaka anid duai qul, wanakuuliza wewe kuhusu dua, au yasalunaka anni, wanakuuliza wewe kuhusu mimi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hapa wa idha sa'alaka ibadi qul ikaondoshwa, wanapokuuliza wewe waja wangu anni, kuhusu mimi, fa inni, hakuna qul, hakuna waambie, hakuna sema. Na addu'a kwa yule aliyefunga wakati anapofungua mwadhini anakuwa karibu na dua yake inakuwa ni yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukithirishe dua katika nyakati kama hizo. Kisha suala lingine katika fadhila, huu ni mwezi ambao funga yenyewe inatupeleka sisi katika at-taqwa, la'allakum tattaqun, ili mupate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili mupate kutekeleza yale ambayo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, ili tupate kuwa mbali sana na yale ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin aswalu huwa, lakini itaka tuzingatie swali lenyewe ni kama lifuatalo: madha sanastafidu min Ramadan, je, tutafaidika nini na Ramadhani? Na Ramadhani itakapoingia inatakikana tujiulize sisi, madha stafadna min Ramadan, tumefaidika kwa kiasi gani sisi na mwezi huu wa Ramadhani? Au hal haqaqna at-taqwa, je sisi tumehakikisha tumeingia katika taqwa na tukatoka katika madrasa Ramadhan bishahadati almuttaqin, tukatoka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unapomalizika tukiwa tuna ile shahada, tuna certificate ya kwamba
sisi tumeingia katika wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Those who are Allah's conscious, fearing Allah subhanahu wa ta'ala by adhering to his commands and staying far away from any sort of evil and any sort of unlawful acts, and so on and so forth. Je, tumeingia katika wale watu ambao wana takwa kwa kuacha makatazo na kuyaendea maamrisho? وهل ربينا فيه أنفسنا على الجهاد بأنواعه؟ Je, tumezilea nafsi zetu katika wakati huu katika hali ya jihadi kwa aina zake zote? Tumetia juhudi za hali ya juu na tukawa imara katika kuitetea dini kwa hali na mali, kwa nguvu na kwa pesa na kwa hali nyingine na jihadi nyingine zote, kusimama mbele ya sultana ambaye ni mpotofu, ni mjeuri, ni mkaidi, ni dikteta, na ukasema mbele yake maneno ya haki, maneno ya ukweli. وهل جاهدنا أنفسنا وشهواتنا وانتصرنا عليها أم غلبتنا العادات والتقاليد السيئة؟ Je, tumepigana jihadi na nafsi zetu na matamanio yetu na tukaweza kuvishinda vyote viwili, au zile ada na desturi zimetushinda sisi, desturi na ada mbaya? Labud, hapana budi, anuhasibu anfusana, hatuna budi kabisa sisi tuwe ni wenye kuhesabu nafsi zetu. Tuhesabu nafsi zetu kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatukumbusha, alikuwa akiwakumbusha maswahaba zake unapokuwa mwezi wa Ramadhani uko karibu. Lakini tuielezee nukta moja. Baada ya kuielezea nukta moja, ndiyo tutaingia katika bishara hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nukta nyingine ni kwamba Ramadhani ni shahrul jihad wat-tadhiya. Ni mwezi wa jihad, si mwezi wa kulala, si mwezi wa kuwa mvivu, si mwezi wa kutofanya kazi. Taona maswahaba wakati wa Ramadhani, Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba radhiyallahu anhu wa arda, walikuwa ndiyo miezi waliopigana jihadi na kushinda kwa kiasi kikubwa. Na walikuwa ni mwezi pia wa kutoa, kujitolea mhanga, at-tadhiya, sacrifice, na kutia juhudi kubwa. Na pia ni mwezi wa ushindi. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia nusra, aliwapatia ushindi, aliwasaidia katika vita vya Badr vilivyopiganwa Badri, na nyinyi mkiwa ni madhalili, madhaifu. Watu walikuwa ni baina 313 mpaka 319 kulingana na zile ihsaia zilizotolewa na waandishi wa habari za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa vita vya kwanza ambapo Waislamu walipambana na makafiri, walipambana na wasiokuwa Waislamu, walipambana na mushrikina, Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru. Mwezi wa Ramadhani ndio Ramadhani ya kwanza
Ramadhani ya kwanza baada ya mwaka wa pili mwezi wa Shaaban, Ramadhani kufanywa ni fardhi. Ramadhani wakaingia katika saum, na ndiyo mwezi wa mapambano baina ya Waislamu wakiongozwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mushrikina. Na ndiyo utaona ya kwamba jambo ambalo halina shaka, anna Allah nasara almuslimina fi ma'rakati Badr al-Kubra ila al-an. Allah subhanahu wa ta'ala aliwapatia ushindi, aliwapatia nusra, aliwapatia usaidizi masahaba waislamu kuanzia vita vya Badr mpaka leo, Badr al-Kubra. Wa hadha na mwezi huu haswa specifically tulikuwa na intisarat na ushindi, na ikiwa wakati wa Ramadhani tulikuwa na ushindi katika miaka iliyopita, je, sasa hatuwezi kuwa na ushindi? Tunaweza. Tutakuja katika sababu za kuwafanya Waislamu wa washinde wasiokuwa Waislamu. Sasa kuna nyakati nyingi, vita vingi ambavyo Waislamu walishinda, ambavyo vilipiganwa wakati wa Ramadhani: vita vya Badr, vita vya Tabuk, kufunguliwa kwa Makka, kufunguliwa Andalus, kufunguliwa Amoria, kufunguliwa Al-Maghrib yani Morocco, kushinda ushindi wa Ain Jalut wakati wa Quds Muzaffar Mahmud Palestina. Na Waislamu wakawa ni wenye kujitolea mhanga kwa roho zao, na wakawa ni wenye kufa wakiwa mashahidi wengi fi sabilillahi, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika jihadi, hata fi yawmina hadha, mpaka wakati huu wetu wa leo. Na ndiyo tunaona hapa tunapata ile rumuz, tunapata ile qudwa, kielelezo, ruwaza njema kwa mmoja miongoni mwa mujahidin, mujahid ambaye alikuwa Gaza, ambaye aliuliwa au alipata shahada, aliuliwa akiwa shahidi na Mayahudi, akiwa jina lake ni Sheikh Tariq Abu al-Hassin. Yule mkurugenzi wa hospitali Tariq Abu al-Hassin, usiku huo akiwa ni katika miaka ya 30 mwisho au mwanzo wa miaka 40, alikuwa kuna bombardment, kuna mabomu ambayo ilikuwa inarushwa katika yale makambi ya Wapalestina Gaza. Sasa yeye akawa anatoka anakwenda kuwasaidia wale aljarha, wale waliojeruhiwa. Hakulala usiku mzima, alikuwa anawapeleka hospitali, anakwenda kule anachukua anawapeleka hospitali, anakwenda kule, mpaka sasa wale wenzake wakamwambia, Shekhe, umechoka sana bwana, afadhali pumzika kidogo, lala, pata usingizi, sisi tutakwenda. Na hususa maeneo haya sasa yamekuwa ni hatari, usijiingize katika hatari. Akasema haiwezekani, mimi ni lazima nitakwenda katika kuwasaidia ndugu zangu. Sasa katika yale makombora ambayo yalirushwa akiwa anawasaidia ndugu zake, kombora moja likapiga sehemu aliyokuwa, na yeye akawa ni mwenye kujeruhiwa, akawa sasa ni mwenye kusaidiwa yeye kupelekwa hospitali. Yaqul mudir al-mustashfa fi madinati Gaza Dr. Ali Musa anhu. Habari hii tunaelezewa na Daktari Ali Musa ambaye ni mkurugenzi wa hospitali aliyopelekwa Sheikh Tariq Abu al-Hassin katika mji wa Gaza. Dr. Ali Musa anatuambia ya kwamba kuhusu Sheikh Tariq,
Huyu bwana alikuwa ni mwenye kupiga kama vitunu, kutoa kama sauti, kwa sababu ya yale majeraha aliyoyapata. Sasa kabla kuaga dunia, Ali Musa anasema nataka bishahadataini bisuhula wa dhahika dhahkatan lam ara mithluha wala a'rifu laha tafsira. Anasema Ali kuwa ni mwenye kutamka zile shahada mbili kwa usahali, kwa urahisi, na akawa ni mwenye tabasamu ambao sijaiona mfano wake. Tabasamu ambayo sijaiona mfano wake. Wala a'rifu laha tafsira, wala sijui tafsiri yake nini. Nitaielezea vipi bwana huyu ambaye ameuliwa? Yani ni kama anatuambia sisi, nyinyi bwana mko namna gani nyinyi wa too late bwana. Mimi nishayaona mazuri, kuanzia sasa natamka shahada. Nyinyi mtangojea mpaka lini? Jambo lingine miongoni mwa fadhila ni umra. Fadhila za kufanya umra wakati wa Ramadhani. Lakini mbali na fadhila hizo, lazima tuangalie priority, kipaumbele ni nini? Miongoni mwetu kuna watu ambao kila mwaka wanakwenda mwezi wa Ramadhani umra, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba umrata fi Ramadhan kahijjati ma'i. Umra ambayo inafanywa wakati wa Ramadhani ni kama hija pamoja nami, ni kama hija pamoja na yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini lazima uangalie kuna kitu gani ambazo unaweza kufanya wakati ule ikawa ni sawa wewe au takriban sawa kwa thawabu kuliko kwenda umra. Pesa kama zile unaweza kusaidia watu kuanzisha biashara, unaweza kusaidia watu katika kula. Si lazima wewe uende kila mwaka. Unaweza kuzipeleka sehemu nyingine zikaingia, na hapo wewe ukapata ujira mkubwa zaidi kuliko kuenda umra. Kwa hivyo lazima tuhakikishe ya kwamba priority zetu ziko sawa, kutegemea na ule uzito wa yale mambo ambayo yapo. Kisha ni mwezi wa sabr. Inatakikana sabr ya hali ya juu kutuwezesha sisi kama Waislamu kuweza kusubiri njaa, kiu na mengineo, na maudhi ambayo pengine huenda tukayapata kwa watu ambao hawaelewi Ramadhani. Kwa ajili ya fadhila hizi zote, ndio katika hadithi ya Imam Ahmad wa Nasai wal Baihaqi anatuambia ya kwamba wakati kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yubashiru ashaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwapatia bishara masahaba zake kwa kujiliwa au kukurubia kwa mwezi huu wa Ramadhani. Fayaqul qad jaakum shahru Ramadan shahrum mubarak kataba Allahu alaykum siyama fihi tuftahu abwab aljinan وتغلق أبواب الجحيم وتغل الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من هرم خيرها فقد هرم. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaambia hakika kad jaakum shahru Ramadan, hakika imewafikieni nyinyi au umewafikieni nyinyi mwezi wa Ramadhani. Mwezi wenye baraka. Allah subhanahu wa ta'ala ameandika au amelazimisha ya kwamba katika mwezi huo watu wafunge ndani yake,
Na katika mwezi huo Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango ya pepo. Katika mwezi huo Allah subhanahu wa ta'ala anafunga milango ya moto. Katika mwezi huo Allah subhanahu wa ta'ala anawafunga nani? Anawafunga nani? Mashetani. Ndani yake kuna mwezi, kuna siku au kuna usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000. Yeyote ambaye atakosa kheri, ubora, mazuri ya mwezi huu, basi huyo hakika amekosa kila kitu. Kwa hivyo ni mwezi ambao haufai kabisa kwa Muislamu kumpita bila ya kuingia au kupata zile fadhila na kuingishwa katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi al-Qudsi qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibn adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii ambayo ni Qudsi, hadithi ambayo imenukuliwa na Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam at-Tirmidhi, Imam an-Nasai, kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu wa arda. Anasema ya kwamba qala Allahu azza wa jalla, amesema Allah aliyetukuka, exalted and mighty is he, kullu amali ibn adam lahu, kila amali yoyote ya mwanadamu ni yake, illa as-siyam, isipokuwa funga, fa innahu li, hiyo funga ni yangu, yani yake Allah subhanahu wa ta'ala. Funga ni yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bi, na mimi ndiyo nitakayoilipa funga. Wajua funga, kwa nini funga ikawa ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ni kwa sababu ya kwamba hakuna unafiki katika funga. Ima utakuwa umefunga au utaacha kufunga kwa sababu moja au sababu nyingine. Funga haiwezi kuingia riya. Riya inaingia tu ikiwa wewe sasa utaanza kutangaza. Amali nyingine zote kila mwenye kufanya anaonekana. Ikiwa ni swala, hutaswali peke yako, isipokuwa kwa kina mama ambao wamesuniwa waswali ndani kabisa vyumba vyao katika nyumba. Lakini wanaume wamesuniwa wawe wataswali, ni wajibu kwa wao kuswali msikitini. Sasa unapokwenda msikitini ni rahisi kuingia katika riya, kwa sababu wewe utakuwa unakutana na watu, na saa nyingine utakuwa unaswali kwa ajili mtu fulani akuone, na baada ya swala utamwendea hasa kumsalimia na kuzungumza naye ili akuone kabisa ya kwamba wewe upo msikitini. Kwa hivyo swala kila mmoja anaonekana. Zaka pia, mbali na kwamba utatoa kwa siri, mkono wa shoto usijue mkono wa kuume umetoa nini, lakini si utampatia mtu. Mbali na kwamba umefanya kwa siri, labda uwe kama Ali bin Hussein bin Abu Talib. Huyu alikuwa ni mjukuu wa Ali bin Abi Talib, yani Ali bin Hussein bin Ali bin Abu Talib. Kwa hivyo huyu alikuwa ni kituko cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
great grandson. Sasa huyu bwana alikuwa anatoa sadaka kwa siri, lakini sadaka yenyewe ilikuwa ni chakula, kwa kiasi ambacho yeye alikuwa na listi za wale maskini. Kwa hivyo usiku alikuwa anafunga vitu vyake, watu wamelala, anakwenda anaweka katika mlango huyu, mlango huu. Kwa hivyo ikawa hajulikani, na hakuna aliyetaka kuchunguza ni nani. Adamu mimi napata huyu fa'ilul khair, huyu anafanya mambo mema, anafanya mazuri, kwa nini nimjue mimi? Hataki kujulikana yeye. Alijulikana tu baada ya kuaga dunia. Siku aliyekufa, asubuhi ya siku ile hakukuonekana mikoba. Watu hapo ndio ikaklik, ala, huyu ndio alikuwa kitusaidia. Na wale wenye kumuosha wakaona hapa, yani kumekatika katika mabega kwa sababu ya kuhimili vyakula vizito. Lakini mara nyingi ikiwa utatoa zaka au utatoa sadaka, ni mtu amekuja kukuomba ukampatia. Kwa hivyo yule uliompatia anajua kwa wewe umetoa. Au katika mchango, sasa inategemea na nia. Ni kwamba umetoa 10,000 ili watu wajue kwamba umetoa 10,000, itakuwa ni riya na hutapata thawabu. Lakini kwa kushajiisha watu watoe, kwa sababu kuna mradi muhimu sana, basi mtu anaweza kutoa na ikatangazwa ili watu wengine watoe, kama yule sahaba aliyekuja na kitu kidogo, kisha watu wakamiminika na kuleta vitu vyao na vyakula. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu sana kwetu sisi kuweza kulifahamu, kuweza kulijua. Lakini ile mbinu ambayo utaitumia katika sehemu nyingine, mtu anaangalia yule mtu ambaye ni mwaminifu, kisha anampatia pesa, anakwenda kuangalia katika kijiji hiki pesa kadha, kijiji hiki pesa kadha, mtaa huu pesa kadha, kisha yule mtu anakwenda kuwapatia na bahasha. Sasa toba wewe hutajulikana, lakini yule uliompatia bahasha anajua kwamba wewe unatoa zaka, anajua kwamba wewe unasaidia, na yule naye anasaidiwa. Atamuona huyu middle person, mtu wa katikati, mwanamke au mwanamume, ataonekana ya kwamba, atajulikana ya kwamba, ataeleweka ya kwamba na yule anayepatiwa huyu ndiyo mwenye kutoa. Kwa hivyo akiwa na shida huenda akarudi kwa huyu, akimwacha yule mwingine, kwa sababu yule mwingine hamjui. Kwa hivyo yule mwenye kutoa atajulikana. Mwenye kwenda hija, mwenye kwenda umra, hata ukienda kwa siri namna gani, familia yako inajua unakwenda. Na huenda kukutana na watu kule ambao wakakuona ya kwamba wewe katika hija. Jihadi ni hivyo hivyo. Ukijienroll wewe katika jihadi ya kivita, jihadi ya kutumia silaha, ni lazima utakwenda na watu. Kwa hivyo nawe pia utafahamika na kujulikana ya kwamba umekwenda. Lakini funga, unaweza kwamba hukufunga, mkeo asijue ya kwamba hukufunga. Ukainuka usiku ukala daku, asubuhi ukawa unaleta istighfari nyingi, unakwenda yani unajiweka mnyonge kama ambayo kumbe wewe umepita restaurant ukala, au umepita kama watoto wadogo wanaingia katika choo na wanakunywa maji au wanafanya vitu vingine. Anayekujua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hivyo chunga sana. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasiyamu junna, na funga ni kinga. Inakukinga wewe na maasiya, inakukinga wewe na riya, inakukinga wewe na machafu na madhambi. Kwa hivyo fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni saimun. Anasema inapokuwa ni funga ya siku ya mmoja wenu, basi asiwe ni mwenye kuzungumza kalamul fahish, maneno yaliyo mabaya, wala yaskhab, wala asiwe ni mwenye kupiga makelele. Fa insabahu ahad, ikiwa mmoja wao atamtusi, au qatalahu, au atakuwa ni mwenye kupigana naye, falyaqul
inni swaim, na aseme ya kwamba mimi ninafunga. Kwa sababu ya muda, hadithi hii hatujamaliza, tutaimaliza katika kipindi kilichopita. Kwa sababu ya muda hatuna budi, kwa sababu leo huenda kwamba tumeanza saum siku ya Juma tarehe 21, au huenda tukaanza kesho. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku yoyote ambayo tutaanza, tuweke tuweze kuimaliza, na atuweke tuweze kufunga kwa ajili yake, na tuweze kupata thawabu zinazotakikana kwa sababu ya ibada kama hiyo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tupatie mema na mazuri hapo ulimwenguni na mema na mazuri kesho akhira, na atuepushe na moto wa jahannam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.